15 ya mwezi wa 4 2026. Nikukaribisha sana kwenye kipindi cha Morning Connected. Kipindi hiki kina segment mbili, kuna uchambuzi wa magazeti pamoja na mada mezani. Nimekuwekea mada nzuri kabisa. Niko na Faudhia Juma. Hebu tuambie habari za asubuhi. Salama. Sidhani wewe sasa umeamkaje? Mimi niko poa kabisa na kuna baridi fulani hivi. Yaani unaweza ukasema Mafinga imehamia Dodoma. Imehamia Dodoma, kumbe hamna chochote. Mkononi mwangu hapa nina gazeti la Mwananchi na pia nina gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, nina gazeti la Uhuru Kweli Daima, na nina gazeti la Raia Mwema Muungwana ni Vitendo. Kwa upande wako na gazeti gani? Kwa upande wangu na gazeti la Mwanaspoti, wao wanasema kata kiu ya michezo na burudani. Nikikamata gazeti la Mwananchi hapa linasema Kigwangila na maisha bila cheo. Habari hii utaipata ukurasa wa 4 na wa 5 wa gazeti hili. Na kama umeifuatilia vizuri hapa, huyu amesema kwamba maisha bila cheo. Kipindi akiwa na cheo, unajua unaweza kupiga simu moja tu bana, kuna jambo moja mbili tatu liweke sawa, mambo yananyooka. Lakini ukiwa huna cheo, ukienda ukamfuata mtu, unajua wanakutaka kupiga mzigo nini, au ana hela anataka kunipiga kizinga. Kwa hiyo ukitaka kujua undani wa taarifa hii, ukikamata gazeti lako hili la Mwananchi litakueleza vizuri kabisa. Mapya kesi ya Lissu gerezani. Habari hii utaipata ukurasa namba 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Nikiweka kando gazeti hili la Mwananchi na kamata gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, hoja 3 za mbunge zaibua mvutano. Ukitaka kujua ni kwa namna gani na zimekuwaje, ukikamata gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii ukurasa wake namba 3 litakueleza vizuri kabisa. CRDB yatoa mikopo ya trilioni 13.7 kukuza uchumi wa Afrika Mashariki. Hiyo ndio. Ukitaka kujua kwa undani, kamata gazeti lako hili litakueleza vizuri. Gazeti la Nipashe. Fedha za ruzuku shuleni za umma zimejaa dosari. Fedha za ruzuku shuleni za umma zimejaa dosari. Kwa namna gani, imekuwaje na nini kimetokea? Basi kamata gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii litakueleza vizuri. Na kando gazeti hili la Nipashe na kamata gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Unaona sasa Profesa Ibrahim atia neno tume ya Jaji Chande. Unaona imekuwaje na kwa namna gani? Mimi nisimalize uhondo maana nikimaliza itakuwa haina haja ya wewe kwenda kununua gazeti lako la Uhuru Ukweli Daima. Habari hii utaipata ukurasa namba 2 wa gazeti hili la Uhuru Kweli Daima. Mtoto wa miaka 14 atuza familia ya watu 10 wamo wagonjwa. Weza? Mimi binafsi sidhani nitaweza. Lakini mtoto mwenye miaka 14 sifa ziende kwa, yani amejitoa kimasomaso. Sasa najiuliza hapa amewezaje na anawezaje kumudu familia, yani kuwalea ndugu zake, na yeye vipi kuhusu shule? Ukitaka kujua undani na maswali mengi ambayo wewe unaweza ukajiuliza, basi kamata gazeti lako la Uhuru Ukweli Daima litakujuza zaidi. Si ndio? Ndio. Naweka kando gazeti hili na kamata gazeti la Raia Mwema Muungwana ni Vitendo. Wabunge wageuka mwiba. Wabunge wageuka mwiba. Yaani wenyewe kwa wenyewe wamegeukana, wamekuwa mwiba. Ni kwa namna gani na imekuwaje? Basi kamata gazeti lako hili la Raia Mwema ukurasa namba 2, hapo litakueleza vizuri. Na wameweka picha zao. Nikikudokeza tu jina moja, nimtaje au simtaje? Wataje mbunge mmoja tu, Kangi Lugalo. Kangi Lugola. Kumrazi hapo Kangi Lugola. Ni mmoja tu nimemtaja. Mambo yasiwe mengi. Sije kusema nimemaliza utama. Nchimbi na vita ya urais. Imekuwaje na kwa namna gani? Basi kamata Raia Mwema litakueleza vizuri zaidi. Mimi niweke nukta hapo. Sasa mimi mkononi mwangu nimekamata gazeti la Mwanaspoti. Wao wanasema kata kiu ya michezo na burudani. Na habari kubwa hapa imekolezwa na wino mwekundu. Inasema kwamba sinema ya SOA wenyewe wafichua jambo la Boko achiwa msala.
Ukitaka kujua undani wa taarifa hii, kamata gazeti la Mwanaspoti, utaipata ukurasa wa pili. Lakini habari nyingine nasema Snula aguswa Gigimani kuslim. Ili kupata undani wa taarifa hii, kamata gazeti la Mwanaspoti, utaipata ukurasa wa 7. Lakini kwenye hili gazeti la Mwanaspoti kuna ratiba imetolewa. Ni teje ratiba moja ni UEFA Champions League leo inaendelea kati ya Bayern Munich dhidi ya Real Madrid. Jana Barcelona aliweza kutoka kwenye UEFA Champions League. Kwa leo wanaangalia ndugu zao Real Madrid watatoka au watasonga hatua ya nusu finali. Lakini habari nyingine nasema kwamba Fury Joshua bado nje ya ulingo. Hii ni ndondi. Lakini habari nyingine nasema kwamba usiwape mpira. Ukitaka kujua ni kina nani, kamata gazeti la Mwanaspoti. Ndio, lakini hapa ni mdokeze, picha moja ni Faisal Salum Feitoto. Lakini na kamata gazeti jingine la Mwananchi, katika ukurasa wa nyuma michezo inasema Soa kitanzini Simba. Undani wa taarifa hii, kamata gazeti la Mwanaspoti, utapata ukurasa wa 4. Lakini gazeti nyingine inasema taarifa nyingine inasema Lamata abebeshwa zigo la Miss Tanzania. Ukitaka kujua undani wa taarifa hii, kamata gazeti la Mwananchi. Na gazeti jingine la Nipashe, ukurasa wa nyuma inasema kwamba Ancelotti amweka mtegoni. Ukitaka kujua ni nani ambaye amewekwa mtegoni, kamata gazeti la Nipashe, utaipata ukurasa wa 21. Lakini habari nyingine nasema Simba Sport Club yaitangazia Fountain Gate vita. Ni leo Simba Sport Club anacheza dhidi ya Fountain Gate katika michuano ya ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini taarifa nyingine nasema Diara Dube kamili kuiva Mbeya City. Ukitaka undani wa taarifa hii kujua, kamata gazeti la Nipashe, utaipata ukurasa wa 23. Lakini kamata gazeti jingine la Uhuru, wao wanasema ukweli daima. Katika ukurasa wa nyuma na gazeti linasema kwamba Yanga Sport Club yapelekea jeshi ligi kuu. Ukitaka undani wa taarifa hii, kamata gazeti la Uhuru, utaipata katika ukurasa wa 23. Lakini habari nyingine nasema Basata yapania Miss Tanzania. Kwa undani zaidi, kamata gazeti la Uhuru, utaipata ukurasa wa 21. Lakini habari nyingine nasema Simba Fountain Gate siku ya heshima. Ni lini hiyo? Ni leo. Kwa kaa tayari ama utake kama unataka ujue ndani wa taifa hii ni nakuaje vikosi, kamata gazeti la Nipashe. Lakini habari nyingine nasema kwamba katika gazeti la Raia Mwema, nyuma ya kurasa hizi nasema kwamba TOC sasa kuiponza Tanzania. Kamata gazeti la Raia Mwema, utaujua undani wa taarifa hii. Na pichani hapa tunamuona waziri wa habari, sanaa na utamaduni Paul Makonda. Lakini pia habari nyingine nasema kwamba tumsaidie Selemani Mwalimu awe boko mpya. Kwa undani wa taarifa hii, kamata gazeti la Raia Mwema, utaipata ukurasa wa 19. Tumemaliza magazeti yote, kurasa za mbele na za nyuma. Na sasa mtazamaji wa Meatu TV, tunaingia katika segment ya pili ambayo ni mada. Tunaweka mada mezani. Ukitaka kujua ni mada gani, endelea kufuatilia Meatu TV. Leo kuna mada nzito, lakini pia mgeni aliyoko hapa anatokea hapa. Kwa tupate mapumziko mafupi, tupate tangazo fupi, lakini bila kuwasahau wadhamini wetu wa JJ Group. Hivyo salia nasi mpaka mwanzo na hadi mwisho wa kipindi chetu. JJ Group of Companies, ubunifu na uwekezaji katika sekta mbalimbali kwa maendeleo ya taifa. Ofisi zetu ipo Ilazo Dodoma. Baada ya kupata mapumziko mafupi, umeanza kutazama wadhamini wetu JJ Group Companies, na sasa tunaingia segmenti ya pili ambayo inahusu mada. Na mada ya leo ni kwa nini asili ya Tanzania inapotea. Lakini leo hapa studio tumetembelewa na mdau wa utamaduni. Atajieleza yeye anaitwa nani, anajihusishaje kwenye masuala ya tamaduni. Yote hapa anapatikana Meatu TV. Karibu. Sana. Asante sana. Kwa majina anaitwa Jacqueline Christian Katarama.
ni mkurugenzi wa utamaduni, sanaa, habari na michezo. Natokea katika kampuni ya JJ Group of Companies ambayo inapatikana Ilazo, Dodoma. Mimi ni mdau wa utamaduni. Napenda utamaduni, napenda kudumisha utamaduni. Kwa sababu mimi ni Gen Z. Kizazi kipya. Lakini sipendi sana kuchukua zile sifa za Gen Z kwa sababu ni nyingi ni ziko negative. Lakini tukija positively ni mdau ambaye napenda sana utamaduni wetu uendelee. Kwa sasa sisi Gen Z tuna mambo mengi. Lakini mimi pia napenda tu kusema mimi ni mdau. Kabla ya yote tunatamani kufahamu neno asili kwa upana zaidi. Asili kwa upana zaidi, asante kwa swali. Asili kwa upana zaidi ni kwamba wazungu wanasema your identity, asili yako. Mimi unaweza kukutana mimi njiani, ninakwambia habari za asubuhi. Wewe kama hujui asili yangu utasema tu huyu ni Mtanzania nimekutana naye Dodoma. Lakini nikishasema baba Mwangalo kama hiyo, utasema kumbe huyu ni Msukuma. Ile tayari limeshakuwa asili yako. Yaani kitu kinachokutambulisha wewe ni nani, umetokea jamii gani, hiyo tayari ni asili. Hivi ni kwa nini watu wengi hawapendi kujionyesha kwamba wao ni asili ya namna gani? Yaani kwa mfano labda tuzungumze kwa upande Mchaga, labda tuseme mfano. Inawezekana labda ni Mchaga lakini hataki kujionyesha kwa watu mimi ni Mchaga. Hiyo nini kinachosababisha? Unajua nini tena inapelekea kwamba unamwambia wewe ni Msukuma ama wewe ni Mhehe, anakataa mimi sio, anachagua kabila jingine. Au unamkuta mtu kabisa ni Mtanzania lakini hataki kuzungumza Kiswahili, utamkuta tu yes because this ile nini kinachosababisha? Kitu ni kimoja. Kwa wazungu wanasema prestige. Yaani kujikweza kwamba unaweza kukuta kabila fulani, labda kwa mimi nachukulia mfano mimi kwa sababu nimesoma sana. Muhaya. Mtu kukubali yeye ni Muhaya lazima, yaani mpaka anakubali, lazima utamuona tu zile dalili kama tajiri ni nini. Lakini ukimkuta yaani yeye sisi wanachuo. Yaani yupo maisha kaida si nini. Wewe ni Muhaya. Mimi sio Muhaya, mimi Msukuma, si nini. Kwa hiyo ile kujikweza, hataki kujulikana kwa kabila lake kwa sababu kuna changamoto pale, kwa sababu anachoamini, sisi tunaamini makabila yote ni watu wenye busara, wenye nini, lakini kwa sababu ya vitu vya hapa na pale kuna watu wanasema mimi ameshasema mimi ni Msukuma bana. Wasukuma wanapopondewa kwenye mtandao, yaani Msukuma anazima tochi kwa kuputa. Mimi siwezi. Lakini mimi ninachopenda kusema, unaposema mimi ni Msukuma, unaposema mimi ni Mwaya, hujui na kufungulia fursa gani. Unaweza kukuta pale kuna mtu amekaa ni Msukuma, yule kijana mbona ameweza kukubali yeye ni Msukuma, hana kitu yule kijana. Sasa ukishajikataa, hata kama baadaye akija kujua anasema huyu hafai. Kwa sababu kama aliweza kukataa asili yake mbele ya watu wengi, kwa nini aje akubali kwenye chache? Sawa. Tunafahamu ama tuishazoeleka kwamba wazee wana busara, lakini wazee wa sasa hivi sio kama na kustaheshima. Hawana ile kuwapa ama kuhadithia vijana asili zile zamani, story zile. Lakini kwa sasa hivi mzee unakutana naye kwamba njiani unakutana naye anakuambia mambo. Kumwambia shikamoo, asa poa. Ni kwa nini? Sawa, naweza kujibu hilo swali. Zamani miaka ile ya 60 na miaka ngapi, teknolojia ilikuwa haijakuwa, utandawazi ulikuwa hujakuwa. Utandawazi umekuja kuharibu mambo mawili. Utandawazi umekuja kukuharibu wewe teknolojia na kuharibu asili yako. Wazee walipokuwa wakiwasalimia shikamoo, anaitikia, alikuwa ni kama unamzeesha, yaani anaona yaani unamzeesha. Kwa hiyo ili kukimbizana na muda, na wenyewe wanataka kukimbizana na muda, hivi anaenda anakuambia mambo sister, lakini hajui anajishusha thamani ile aliyokuwa nayo kwa kusema mambo. Unajua shikamoo ni neno dogo, ila lina thamani sana kwenye maisha yetu. Huwezi jua, labda unapomwambia yule mambo, kuna siku umedondoka akamwambia huyo mshikaji wangu bana, hata kumbe baba unahitaji msaada. Sasa mshikaji wangu, kumbe yule kile kimo alichonacho, umri alionao ni kama babako. Sasa anapokuambia mambo, unamweka kwenye ile kundi la kwako. Huyu mshikaji wangu.
Kwa hiyo kuna siku ni kitu cha muda, mtu anataka kukupa mada ya serious, mshikaji anaongea nini? Kumbe umeshajishushia ardhi kuanzia nyuma. Na tena kuna neno lao wanasema kwamba ukimwita mzee anasema we mzee mwisho chalinze. Wanakimbizana na muda, na kitu ambacho sio cha kweli na sio kizuri. Uwepo wa science na teknolojia vimefanya mambo mengi kubadilika. Zamani tulikuwa tuna utamaduni ule kwamba wazazi wanakaa na watoto wao kuhadithia story mbalimbali, lakini sasa hivi kila mtu ana simu, ana mitandao ya kijamii, anaona. Kwa upande wenu mnatumia jitihada gani kuhakikisha utamaduni wetu sisi wa Kiafrika? Sasa hiyo ni swali zuri sana. Mimi kama mkurugenzi wa utamaduni, sanaa na habari na michezo katika kampuni ya JJ, sisi tumeamua kwamba, unajua zamani kabla utandawazi wazee walikuwa na memory kwamba anaweza kukuhadithia hata ukienda miaka 5 mbele anakuhadithia kile kitu. Sasa wanaenda wanapotea, ile document huwezi kuipata tena. Hata kama alimhadithia mtoto wake anaweza kukutana na mambo mengi, yuko shule, yuko nini, anasahau. Kwa hiyo tukasema kwa nini tusije na mfumo ambapo tunakutana na yule mzee, tunakusanya data, tunaziandika, tunazihifadhi kwenye mfumo wa data, ambapo hata kama ukikaa miaka 100 ukienda ukabonyeza pale kwamba nataka kujua historia ya Dodoma, Wagogo kwa nini waliita Dodoma kutoka Idodomia, unaweza kuelewa. Ndio. Sawa. Nadhani kuna vitu vingi ambavyo unahitaji kutugaia, lakini pia mtazamaji naye anahitaji kuvipata. Tutafuta segment nyingine tutakaa kufanya interview, lakini muda ukiangalia umeyoma. Langu jina ni Fauzia Juma. Hatuna la ziada mpaka kufika hapa. Nadhani au una kitu kingine cha kuongezea? Mimi natamani ya conclude kwenye hilo tamasha mlizungumzia. Tutakuta kitu gani cha special kumvutia Jay-Z, maana mpaka kumshawishi kizazi kipya kwenda kwenye utamaduni, afu naambia ni utamaduni tu, mtu asema niache kwenda kuangalia vitu vingine nije kwenye utamaduni. Kuna kitu gani special mmekiweka? Sisi kama Joshua tumeandaa tamasha la ngoma za asili ya kitaifa ambapo tunaitarajia kufanyika mwezi wa 6. Ngoma ile ya asili sio kwamba ni ngoma tu, tutaleta tamaduni zote, yani kila kitu ambacho kinahusu asili sisi tutakileta. Ndio maana kuna mara nyingi anapenda kukutana na kwenye vikao kwenye ninaambia jamani, mimi natamani hata kama mtu kwao wanacheza na fisi azilete, atuonesha faida ya fisi kuwa nayo kicheza nayo, faida ya fisi kienda hivi. Mtu anacheza na nyoka utamvutia vijana, na hii fursa ni kwa vijana jamani, vijana na waiteni jamani, hii ni fursa yenu. Wazee hawezi kutoka hapa mpaka kule, lakini wewe kwa sababu ni wewe una nguvu, njoo uone kumbe wanapiga hivi ngoma, na mimi ngoja nikaandae kikundi changu. Unakuja tayari umejiajili, tayari umetoka mtaani. Leo utatoka wewe utajiri vijana zako 10, kesho wale 10 utajiri vijana zako 10, umeshafika 20. Mtavyo na mnashangaa mna kikundi chenu mko watu 100, tayari umeshatoa ajira. Kwa hiyo nawaiteni sana sana sana, ili tamasha ni nzuri na ni fursa kwenu vijana. Kwa hiyo karibuni sana 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 sana. Asante sana wewe mtazamaji ambaye umeungana nasi kuanzia pale mwanzo wa kipindi mpaka sasa hivi, na pia asante sana mgeni. Tutakuandalia muda mzuri zaidi kwenda kuzungumza, maana utamaduni ni kitu cha muhimu sana. Jina langu ni Midado, niko na Fauzia Juma. Tukutane tena kesho majaliwa Mwenyezi Mungu. Usisahau kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, YouTube, TikTok @YasTV. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare na kushare zaidi. Hadi wakati mwingine. Bye bye. Artlist.io